Mnaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Kila anapoonekana hadharani, umati unaonekana kuongezeka. Kila anapozungumza, mjadala unaibuka. Lakini swali kubwa ni hili: je, Edwin Sifuna anajenga njia yake kuelekea siasa mpya za Kenya? Na kwa nini ziara yake ya Kisii imevuta hisia za wengi? Je, Sifuna bado anasimama imara ndani ya ODM au tayari anajiweka kama mwanasiasa anayevuka mipaka ya vyama? Karibu ndani ya Mr. Zack, mahali tunapochambua siasa kwa utulivu, kwa kina na kwa kutumia hoja badala ya hisia. Mimi ni Nyambunde Zack. Karibu tusafiri pamoja hadi mwisho wa makala. Leo tunazungumzia safari ya kisiasa ya Edwin Sifuna katika eneo la Kisii na kile ambacho wengi wamekuwa wakijadili baada ya mapokezi aliyoyapata kutoka kwa wananchi. Ni muhimu kutambua kwamba katika siasa za Kenya, mapokezi makubwa si ushahidi wa moja kwa moja na umaarufu wa kitaifa au ushindi wa kisiasa. Mara nyingi hutegemea maandalizi ya wenyeji, mazingira ya kisiasa ya eneo husika na masuala yanayowagusa wananchi wakati huo. Hata hivyo, ziara kama hizi zinaweza kutoa ishara kuhusu jinsi viongozi wanavyojitenga mbele ya uchaguzi ujao. Hebu tuchambue hoja mbalimbali kwa utulivu. Kwa nini safari ya Kisii imezungumziwa sana? Safari hiyo ilivutia macho kwa sababu ya idadi ya wananchi waliojitokeza kumpokea na kusikiliza hotuba zake. Video na picha zilizosambazwa mitandaoni ziliwafanya wengi kuanza kuhoji kama ushawishi wake unaongezeka nje na maeneo ambayo amekuwa akijulikana kisiasa. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kwamba mkutano mmoja au ziara moja haiwezi kutosha kupima nguvu za wanasiasa kitaifa. Je, Sifuna ana nguvu kuliko baadhi ya viongozi wa upinzani? Hili ni swali ambalo halina jibu la moja kwa moja. Kwa upande mmoja, Sifuna ni mmoja wa viongozi wanaojulikana kwa uwezo wa kujibu hoja, kuzungumza kwa ufasaha na kuvutia mijadala ya kisiasa. Mara nyingi hotuba zake husambaa sana mitandaoni. Kwa upande mwingine, viongozi wengine wa upinzani wana mitandao ya kisiasa na maeneo yao yenye ushawishi mkubwa. Hivyo kusema kwamba Sifuna tayari ana nguvu kuliko wote kungehitaji ushahidi mpana zaidi, kama tafiti za maoni, uchaguzi mdogo au uchaguzi mkuu. Kwa sasa tunaweza kusema kuwa anaonekana kuongeza umaarufu wake katika baadhi ya maeneo, lakini si sahihi kuhitimisha kuwa amewapita viongozi wengine wote. Tujiulize, kwa nini wananchi wanaonekana kumpokea vizuri? Sababu zinaweza kuwa nyingi. Baadhi wanafutiwa na namna anavyowasilisha hoja. Wengine wanamuona kama sauti inayokosoa pale anapohitajika bila kujali upande wa kisiasa. Pia kuna wananchi wanaopenda viongozi wanaoonekana kuwa huru kutoa maoni yao hata ndani ya vyama vyao. Lakini si kila anayehudhuria mkutano wa kisiasa anamaanisha atampigia kura kiongozi huyo. Mara nyingi watu huenda kusikiliza au kushuhudia tukio. Je, Sifuna anaweza kujiunga na upinzani? Kwa sasa hakuna tangazo rasmi kwamba Edwin Sifuna anaondoka ODM au anajiunga na muungano wa upinzani. Kumekuwa na mijadala kutokana na misimamo yake katika baadhi ya masuala ya kitaifa, lakini hadi sasa hayo yanabaki kwa uvumi na uchambuzi wa kisiasa. Kwa hiyo hatupaswi kuwasilisha jambo hilo kama ukweli. Je, inawezekana Sifuna anataka nini? Hapa tunaingia kwenye uchambuzi. Inawezekana analenga kuimarisha hadhi yake ndani ya ODM. Inawezekana pia anajenga mtandao wa kisiasa utakaomsaidia siku zijazo bila kujali mwelekeo wa muungano wa kisiasa. Vilevile anaweza kuwa anataka kuonekana kama kiongozi wa kitaifa anayezungumza na wananchi kutoka maeneo mbalimbali, si eneo moja pekee. Lakini hadi atakapotoa msimamo rasmi, haya yatapaki kuwa makadirio ya kisiasa. Hii ina maana gani kuelekea mwaka 2027? Kadiri uchaguzi unavyokaribia, viongozi wengi wataongeza ziara nchini kote. Tunakushuhudia mikutano mingi zaidi, mazungumzo mengi zaidi ya juhudi za kujenga ushawishi.
Safari ya Kisii inaweza kuwa sehemu ya mchakato huo wa kawaida wa kujitenga kisiasa, lakini muda ndio utaonesha ikiwa itaibuka kuwa nguvu ya kweli ya kisiasa. Kwa sasa jambo muhimu ni kufuatilia matendo ya viongozi kuliko kuhitimisha mapema kutokana na tukio moja. Mwisho kabisa, kilicho wazi ni kwamba Edwin Sifuna anaendelea kuwa mmoja wa wanasiasa wanaozungumziwa sana nchini. Lakini kama ataendelea ndani ya ODM, atajiunga na upinzani na kuchukua mkondo mwingine wa kisiasa, bado ni jambo ambalo linategemea maamuzi yake na maendeleo ya siasa ya Kenya katika miezi ijayo. Kwa sasa safari yake ya Kisii imeongeza mjadala, lakini haijatoa majibu yote. Ni wakati wa wananchi kuendelea kufuatilia kwa makini badala ya kuamua mapema. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho. Kama umefurahia uchambuzi huu, usisahau kulike video hii, kuandika maoni yako kwa heshima na kusubscribe ili usikose uchambuzi mwingine wa kina. Unadhani Edwin Sifuna anajitenga kwa nafasi kubwa zaidi ndani ya ODM, au anaona unaelekea kuwa sehemu wa muungano mwingine wa kisiasa? Tuambie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Karibu Mr. Zack, nyumbani kwa uchambuzi wa siasa, jamii na masuala yanayogusa wananchi kwa utulivu, kwa kina na kwa usawa. Mimi ni Nyambunde Zack. Mpaka wakati mwingine, tunaendelea kutafuta ukweli kupitia hoja, si kelele. Kwaheri.